Kwengineko, baadhi ya wakazi wa Malindi katika kaunti ya Kilifi wameshangazwa na kisa cha kugunduliwa kwa miili ya wanaume wawili wa umri wa makamo karibu na barabara kuu ya Malindi Mombasa. Na wakati huo huo, mwanaume mwingine wa umri wa miaka 80 ameangamia kwenye mkasa wa moto katika kijiji cha Kegwa, eneo bunge la Gishugu, kaunti ya Kirinyaga. Miili miwili ya wanaume wenye umri wa makamo iligunduliwa karibu na mkondo wa Mida, umbali wa mita chache kutoka kwenye barabara kuu ya Malindi Mombasa. Walioshuhudia kisa hicho walisema miili yote miwili ilikuwa na majeraha yaliyokuwa dhahiri pamoja na alama za matone ya damu vichwani. Nimesikia hizo habari za watu wameonekana kule Mida, wanaume wawili, mmoja uko barabara upande huu na mwingine uko barabara upande huu, wakiwa wamekufa. Nilikuwa nikielezewa na daktari fulani alikuwa ametoka Kilifi hapo hospitali akija Malindi. Miili hiyo imehifadhiwa katika chumba cha kuhifadhia maiti cha hospitali ya kaunti ndogo ya Malindi ikisubiri kufanyiwa upasuaji, huku uchunguzi ukiendelea. Wakati huo huo, mkongwe mwenye umri wa miaka 80 ameangamia katika mkasa wa moto katika kijiji cha Kegwa, eneo bunge la Gishugu, kaunti ya Kirinyaga. Wanakijiji wamesema mwili wa mzee Christopher Mwaniki ulipelekwa katika chumba cha wafu cha hospitali ya Embu Level 5, huku uchunguzi ukiendelea. Jana usiku nisikia nduru, nikauliza usiku ni nini, huyu Maikasi nikasema ni baba yangu anachomekea kwa nyumba. Sasa tukaanza kupiga nduru usiku. Katika kaunti ya Nairobi, polisi katika mtaa wa Kayole wanawazuilia washukiwa wawili wanaoaminiwa kuwa wauzaji wa bangi. Kamanda wa kaunti ndogo ya Njiru John Owoth amesema maafisa wake walinasa kilo 130 za bangi na gari lenye nambari gushi za usajili baada ya kutafiriwa na wananchi. Leo kama saa 10 tulipata habari kwamba iko watu wanasafirisha bangi kutoka hii area. So officers wetu kutoka Obama wakakuja na kwa ukweli wakapatikana watu na hizi bidhaa, hizi kiasi, number plates hizi, zile mashini ya kupima, na watu wawili wamenaswa. Kwingineko, wakazi wa mji wa Ilbisil katika kaunti ya Kajiado wamechukulia vita dhidi ya matumizi ya mihadarati mikononi mwao, wakitekeleza msako wa nyumba baada ya nyingine ambao umefanikisha kunaswa kwa misokoto ya bangi na mshukiwa mmoja wa kiume kuwasilishwa kwa maafisa wa polisi katika kituo cha Ilbisil. Ile madhara tumepata kwa sababu ya bangi, hatutatulia, hatutapumzika, hatutanyamaza mpaka kila mtu ambaye anafanya kazi ya bangi Bisil atoke Bisil. Hakuna kitu ambaye anaitwa kabila au nani, hakuna Masai na hakuna Kikuyu au Turkana au nani. Ile mtu ambaye anafanya kazi mbaya hapa Bisil lazima tunahakikisha kutoa. Tilio Marco, Dira ya Magwiji.